tuile karamuye na tufanye nini? Na tuimbe haleluya. Tuliimba sisi na tunaendelea kuimba. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio kafara ya pekee katika tambiko hili ambalo tunalolifanya sisi kama Wakristo. Tunapoingia katika maadhimisho ya misa takatifu, kila mtu anatakiwa awe amejiandaa. Sasa hapa mimi ninaenda kwenye sadaka yenyewe na kufanya tambiko kama Mkristo, na tambiko hili sifanyi kwa miungu na sifanyi kwa mizimu ama kwa vitu vyovyote vile, isipokuwa ni kwa Mungu wa kweli, ambaye sasa humo ndani nini kinachotokea? Yesu mwenyewe sasa anamtolea Baba yake mwili na damu yake, ndiyo kafara yenyewe. Sasa wewe Mkristo ukitambua hivi, utahitaji kufanya tena matambiko mengine ya nini? Sasa ya nini? Kama tambiko hili zuri kabisa ambalo umefundishwa kulifanya na Yesu mwenyewe, unataka tena kitu gani kingine? Watu sijui mvua zinyeshi na nini, si tukafanya matambiko. Tambiko gani zaidi ya hili? Hili ndo lenyewe sasa. Kama watu wameshazoea labda kwenye mila na tamaduni zao wanafanya matambiko si na nini na nini. Sawa jamani? Hili sasa ndio babu kubwa. Yaani hili ndo tunaenda tunafanya, tunamaliza mambo yetu hapo. Kila kitu. Wandamba wamekuwa na matambiko yao, Wakogolo walikuwa na matambiko yao, Wahewa walikuwa na matambiko yao. Tuwataje na wanani tena wengine? Wangoni walikuwa na matambiko yao. Na wakina mimi pia walikuwa na matambiko yao. Sasa haya yote tunatoka kwenye hayo, tunaletwa sasa na Yesu na tunapandishwa katika mlima Kalvari, alafu huko tufanye tambiko la kweli, ambalo sasa katika tambiko moja nia zote za wanadamu zinapata ukamilifu wake. Kwa hiyo wewe utakuja na nia yako, wewe mimi sijui mimi mamangu anaumwa sana, mimi naye sijui mimi jana mgongo na niuma, mimi naye sijui kuna marehemu wangu walikufaga huko, mimi najaribu nataka niwakumbuke, hata sijui anaendeleaje huko, Mwenyezi Mungu hebu asaidie. Yule naye sijui atakuja na nia gani? Wote hata nia ziwe 200 pale. Tunapatana wewe? Zote zinapata ukamilifu katika tendo moja la Kristo mwenyewe. Mambo haya yanahitaji imani. Yanahitaji imani. Hakuna tambiko ambalo mwanadamu atalifanya lisilohitaji imani. Napatana hapo? Kuna watu wamezoea huko kwenye maisha yao, sijui anaenda kwa kutambika kwa watu gani huko, wanaambiwa wewe sijui lete mbuzi, sijui lete kitu gani, anapeleka kule. Inachinjwa damu pale, inamwaga sehemu fulani huko na nini, anatoka pale ana imani kwamba mambo yameshafanya nini? Yameshamalizika. Sasa hii tunakuja sisi kama Wakristo, tunapo damu ya Yesu inapotolewa pale kama kafara yenyewe, hatuimwagi chini. Tunapatana hapo? Hatuimwagi chini, isipokuwa sasa sisi tuliofanya tambiko lile takatifu, damu ile tunatakiwa kufanya nini? Kuinywa. Na mwili ile tunatakiwa tuule. Hivi kwenye matambiko tu mengine huko, watu wakaenda wakafanya matambiko yao, wamepika na chakula kile, na yule aliyechinjwa na nini wamekata vipande, kila mtu inabidi sasa ashiriki chakula kile. Halafu wewe unasema kwamba mimi chakula hiki sili. Wale ndugu zako mleta na kula, watakuelewa? Watakuelewa wale? Hawezi wakakuelewa hata kidogo. Chakula kile lazima wote wale pale. Waliofika kutoa sadaka, kama mlienda tu wewe na mke wako, inabidi pale chakula kile mfanye nini? Mshibe mle, muondoke. Sasa tunapoenda kanisani, mwili na damu ya Yesu Kristo ambayo sasa vimewekwa kwetu ndio sadaka kweli na ndio kafara iliyofanyika pale. Wote tuliokusanyika pale, sharti lazima tushiriki kula chakula hiki. Tunapofanya tofauti, ndio kufuru inapoanzia hapo. Kwamba mimi sitaki pale. Yaani ingekuwa kama ndo watu wachungaji tuna hasira nzito. Yaani yule ambaye anasema mimi chakula hiki sili, kamata fimbo, tandika, toka. Sasa ulifuata nini hapa? Hapo ulifuata nini? Hapa tumekuja kufanya tambiko hili takatifu na wote tulioshiriki hapa kuweza kufanya nini? Kushiriki kula chakula hiki takatifu ambacho tumekitolea sadaka kwa Mungu kweli wa haki ambaye yupo hai milele. Sasa
tendo lenyewe, watu wanavyodhani kwamba kuto kushiriki takatifu anadhani ndio yupo salama. Yaani huyu naye yupo katika nyakati ile ile ya kuikufuru Ekaristi Takatifu, kwamba ni kama vile anajiambia kwamba maisha yangu ninayoendelea nayo ambayo hayampokei Yesu, si unaelewana hapo eh? Ni bora kupita hata Ekaristi Takatifu hii. Si mnanipata? Ndiyo. Sasa mtu kama huyu unafanyaje? Na ndio maana sasa wito wenyewe kila Mkristo Mkatoliki ambaye anasikia neno hili ni muhimu afanyie kazi haraka kabisa kuyafanya maisha yake yawe ni maisha ya kiekaristi, maisha ya kupokea Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu, maisha ya Ekaristi Takatifu sio kwamba tunachagua tu kwamba leo najisikia kupokea Ekaristi Takatifu, leo sitakiwi na nini. Sijajiandaa. Wajibu wa kujiandaa ni wa nani? Tumsifu Yesu Kristo. Wajibu wa kujiandaa, kwa mfano, ili mimi Mkristo nipokee Ekaristi Takatifu, wajibu huu ni wa nani? Wa kwangu mimi mwenyewe. Kiasi ambacho kujiandaa vipi? Kimwili, kujiandaa kiroho, kwa kuhakikisha kwamba ninamsumbua padri wangu aliyepo pale, nihakikishe kwamba mambo yangu ya kiroho yanaenda vizuri. Mazingira kama haya, nyinyi mmewekewa mapadri wangapi? Mmoja tu. Maana yake mnaelewa? Anawatosha kuwafikisha nyinyi mbinguni. Yaani huyo mmoja huyo ambaye wewe unasema kwamba ni mmoja, si wewe? Anatosha kuwafikisha nyinyi wapi? Mbinguni. Kwa hiyo sasa jitihada zako binafsi za kuhakikisha kwamba mimi ninahangaika niweze kumfikia Mungu na kila wakati niwe safi mbele ya Mungu. Huyo mmoja anatosha.